Karibuni tena ndugu wapendwa katika familia yetu ya maarifa ya neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Na tafakari yetu ya leo inasema, je, umewahi kukatisha safari, ndoto au malengo ya wengine wangapi? Tafakari yetu ya leo ni swali linalouliza, je, umewahi kukatisha safari, ndoto au malengo ya wengine wangapi? Swali, je, wewe ni mchungaji mwema au mchungaji mwovu? Kulikuwa na mkuu mmoja wa shule ambaye wanafunzi au mwanafunzi akikosa alikuwa anamwadhibu vikali kwa makofi, ngumi na hata bakora za kutosha. Lakini akiisha kumwadhibu mwanafunzi ambaye ni mkorofi, iliishia hapo hapo. Mwalimu mkuu msaidizi wake naye akawa hampigi mwanafunzi, lakini akawa anatoa adhabu kali ya kuchimba visiki vigumu na kukusanya mawe ya kutosha. Naye kwa upande wake pia adhabu ilitosha kwa mwanafunzi aliyekosa, na kosa liliishia pale pale. Katika kipindi cha uongozi wa hawa wawili, ni wanafunzi wachache sana waliofukuzwa, lakini wengi wa wanafunzi waliokuwa chini ya uongozi wa hawa viongozi walijengeka kimaadili, wakaweza kufikia ndoto zao na kuwa watu katika jamii. Mimi ni mmojawapo wa wanufaikaji wakubwa wa utawala wa hawa wawili. Pamoja na adabu zao kali, viongozi hawa tuliwapenda sana. Hata baada ya kuhitimu shule, tuliendelea kuwapenda sana katika maisha yao. Lakini mahali pengine kukawa na kiongozi ambaye hakuwahi kumpa mwanafunzi adhabu. Hata kuzungumzia kosa lao hakuwahi kusema na neno lolote. Kazi ya kiongozi ikawa ni kuchunguza makosa na kuyakusanya na kuanza kupanga kuwafukuza. Pale mwanafunzi anapokosa, aliandikiwa kosa, akawa anakumbushwa kosa lake kwa vitisho, na aliporudia kosa lile tena hata kwa bahati mbaya tu, basi alifukuzwa shule. Wengi walifukuzwa, malengo yao yakavurugwa, ndoto zao zikazimishwa, na kiongozi yule akabebeshwa lawama zote. Tofauti na kiongozi huyu, wale wa mwanzo, yaani waliokuwa wanaadhibu wanafunzi, walikuwa watu wema na warekebishaji. Walitenda kama Zaburi inavyosema, asiyemwadhibu mtoto wake hampendi, lakini ampendaye mwanawe humrudi mapema. Na hii ni Methali ya 13 mstari wa 24. Ni sawa pia na methali zisemazo, usipomrudi mtoto utamharibu, au mchelea mwana kulia utalia wewe. Sasa je, kama wewe umewahi kuwa kiongozi mahali popote pale, uongozi wako unafanania uongozi upi kati ya hiyo mifano niliyoitoa hapo juu? Sasa basi, kukawa na kiongozi mmoja ambaye kazi yake ni kutengeneza mamluki kati ya wale anaowaongoza. Hawa mamluki kazi yao ni kuchunguza marafiki zao na watu wengine. Wakigundua kosa, wao wanalibeba na kulikimbiza mbio mbio kwa mkubwa. Naye mkubwa anatumia makosa hayo kuwaumiza, kuwaadhibu, kuwanyima haki au hata kuwafukuza na kuwavurugia malengo na ndoto zao.
Kiongozi wa namna hii pamoja na wachunguzaji mamluki wao sio watu wema hata kidogo. Ni wabinafsi wakubwa, waoga, wasiojiamini na waumizaji badala ya kuwa waongozaji. Sasa je, uliwahi au unawafanania watu wa namna hii? Jaribu kujichunguza. Sasa kuna wale wanaoitwa vimbelembele au vizabizabina. Unakuta kazi yao ni kupitia na kuchunguza wengine katika kundi lao, kutafuta kosa au kutafuta makosa. Watapita wakikagua vitu vyao au kusikiliza kwa bidii mazungumzo yao, na hata wakati mwingine kuwatega ili waseme neno baya dhidi ya kiongozi au wafanye kosa. Watamwomba mwenzao simu kwa mfano ili wafanye mawasiliano. Kumbe lengo lao ni kuchungulia kuona kuna ujumbe wowote au namba au chochote kinachofaa kuitwa kosa. Wakati mwingine wanavizia simu za hao wenzao, hasa wakiwa wameziacha bila usimamizi, na kuanza kuzipitia kama mwewe ili kupata chochote cha kuripoti. Wakipata hata jambo dogo tu, wao mbio kwa wakubwa kufitini. Hawa ni ndugu na Shetani, ambaye Biblia inamsema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Sasa basi, hebu tujiulize, je, umewahi kucheza au unacheza katika nafasi hii ovu? Kama jibu lako ni ndio, basi acha mara moja. Tena kukawa na desturi kuwa katika shughuli fulani nyeti, vijana huandaliwa kwa kuwekwa katika uangalizi wa kiongozi fulani ili aweze kuwafunda kwa kipindi fulani. Mwishoni, viongozi waliopewa majukumu ya kuwafunda vijana huandika ripoti kuonyesha kama vijana wapo tayari. Viongozi wale wanategemewa kutoa ushauri, kuwaonya, kuwaelekeza, kuwatia moyo na kuwashirikisha kwa vitendo majukumu wanayoyaendea. Lakini baadhi ya viongozi ambao walipelekewa vijana wawaunde, wao wanakuwa kinyume. Wanaanza kuchunguza madhaifu yao, wanawatenga, wanawanyima haki za msingi, wanawakatisha tamaa, hawawaelekezi, lakini wanakusanya taarifa za makosa yao. Hata wanaweka watu wengine doria kuchunguza makosa yao. Wakati mwingine wanadiriki kuwawekea mitego ili wanase na kumpa kiongozi cha kuandika. Mwishoni, viongozi wanatoa hesabu ya makusanyo yao na kuwaandikia hawa vijana ripoti mbaya ya kuharibia ndoto na malengo yao. Lakini tofauti na hawa, kuna viongozi wengine ambao wao huwaweka vijana na huwaweka karibu, wanawaelekeza vizuri, wanawarekebisha vyema, wanawakanya kwa upendo pale wanapotetereka na kuwatia moyo. Hakika wanawaunda vizuri kiasi kwamba hata wale ambao walikuwa hawafai wanakuwa wazuri sana. Sasa hebu tujiulize, je, kama wewe ungekuwa katika nafasi ya kuwaunda vijana kwa jambo fulani muhimu, utacheza nafasi ipi kati ya hao tuliowataja? Lakini mpaka hapa, hebu tujichunguze na tuchukue muda wa kujitafakari na kujiuliza,
Je, kwa hayo tuliyoyatafakari hapo juu, wewe umewahi kuhusika kivipi katika kuwaharibia wengine au katika kuwajenga wengine? Jaribu kujichunguza vizuri. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo.